uko buheri wa afya. Nikaribishe sana kwenye news update, kwenye taarifa mbalimbali ambazo huwa zinatokea katika nchi ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Lakini fahamu tu kwamba hapa ndipo ambapo tutakuwa tunapata update mbalimbali pia ambazo zinahusu masuala ya kisiasa, kiuchumi pamoja na burudani. Mimi naitwa Classic Jongo kutokea Jongo Media TV. Karibu sana hapa, lakini usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili wa kwanza kabisa kupata notification kwa taarifa zote ambazo huwa zinatokea. Tukumbushane tu kwamba moja kati ya taarifa kubwa ambayo sasa hivi iko mjini pamoja na bunge la Ulaya linatarajia pia kufanya mjadala wa dharura Mei 7, 2025 kujadili masuala ya kisiasa nchini Tanzania, wakilenga pia zaidi kujadiliana kwa kina kuhusiana na kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu na hatari ya hukumu yake iwapo atapatikana pia na hatia ya uhaini. Hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo inatembea Tanzania sasa hivi. Lakini pia kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwenye tovuti rasmi ya bunge hilo, mjadala wa bunge la Ulaya utafanyika kuanzia Mei 7, 2025 kati ya saa 7 mchana hadi saa 4 usiku kwa saa za Ulaya. Hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo sasa hivi Tanzania ni moja kati ya mjadala mkubwa zaidi. Lakini Lissu pia anakabiliwa na mashtaka mawili ambapo moja ni la uchochezi na lingine ni la uhaini ambapo adhabu yake ni kunyongwa, ambapo kesi yake inatarajiwa pia kuendelea tena siku ya leo tarehe 6 mwezi Mei mwaka 2025 katika mahakama ya Kisutu. Hiyo ni moja kati ya headline ambayo hiko inatembea mjini, na pengine baadaye kaa karibu kabisa na sisi uweze kufahamu nini ambacho kinaendelea kwenye taarifa hii kuhusiana na kesi ya Lissu ambayo leo tarehe 6 pia inaendelea pale katika mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam. Lakini moja kati ya habari nyingine kubwa ambayo inatembea kwenye upande wa burudani ni kuhusiana pia na Nandy kuvunja mkataba na msanii wake ambaye alikuwa amemsaini kufanya naye kazi, anaitwa Yami. Ni taarifa ambayo imetembea nchini Tanzania na asubuhi imeenda viral zaidi. Kwa hiyo taarifa ambayo imetoka kupitia uongozi wa African Princess Nandy Record Label inasema kwamba imetoa taarifa kwa umma, public notice kupitia label ya Nandy, na moja kati ya taarifa iliyotolewa ni press release kuhusiana na msanii anaitwa Yusni Shaban au mwite Yami. Yeye pia alikuwa ni moja kati ya wasanii ambao wanatoka kwenye label ya Nandy inaitwa African Princess, na taarifa ambazo zimeenda mjini kwamba wametoa taarifa inasema African Princess Record Label moja kati ya lebo ambazo zinafanya kazi na wasanii mbalimbali nchini Tanzania. Hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo Nandy ameitoa, na taarifa aliyoitoa kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea ni issue ya Nandy kuvunja mkataba na bidada anaitwa Yami. Sasa kama nakumbuka hapa katikati pia ilitoka taarifa ambayo ilielezea kuhusiana na Konde Boy pamoja na Ibra alikuwa anaomba kuondoka pia kwenye lebo ya Konde Gang Music Worldwide, na baadaye akaambiwa lipe bilioni 1. Sasa taarifa hii pia imekuja wakati ambapo vuguvugu la Konde na Ibra linaendelea. Sasa fahamu kwamba kilichoandikwa ni hivi: African Princess Record Label inapenda pia kwa taarifa rasmi wadau wa muziki wa vyombo vya habari na mashabiki wote kwamba msanii wetu mpendwa Yasin Shaban anafahamika kwa zaidi kwa jina la ya kisanii anaitwa Yami kwenye stage. Yes, imehitimisha rasmi mkataba wa usimamizi wa kazi zake na lebo yetu ya The African Princess Label kwa makubaliano ya kirafiki na kwa manufaa ya pande zote mbili. Sasa katika kipindi chake chote akiwa chini ya The African Princess Label, Yami pia ameweza kung'ara na kuonesha kipaji kikubwa zaidi kilichovutia wengi ndani na nje ya Tanzania. Ni moja kati ya taarifa ambayo imetolewa na lebo ya Nandy African Princess Record Label, na taarifa hii haikuishia hapa, na taarifa hii iliendelea kwenda mbali zaidi kuhusiana na hiki kinachoendelea, na anasema kwamba wameshuhudia mafanikio makubwa kupitia nyimbo zake ambazo zilizofanya vizuri, maonesho ya moja kwa moja yani live performance, na ukuaji pia wa umaarufu wake katika tasnia ya muziki wa kizazi kipya nchini Tanzania. Sasa moja kati ya vitu ambavyo watu walizani kwamba pengine African Princess Nandy angemtoza chochote Yami, taarifa hii iliendelea. Anasema tunaamini kuwa lebo imetoa mazingira bora zaidi ambayo yanawezesha Yami kuwa na kupevuka kisanaa, na tunafurahi sana kuona kwa sasa amepata pia wawekezaji wapya watakaoweza pia kumuendeleza mbele na waliovutiwa nayo kuendeleza kusimamia kazi zake za muziki na kipaji chake na kumsaidia kufika hatua kubwa zaidi ambayo pengine msanii huyu alikuwa anatamani kufikia. Sasa
taarifa hii pia inaendelea kusema kwamba kuondoka kwake pia kunatoa nafasi kwa African Princess Records kuendelea na dhamira yake ya kuwainua wasanii wapya, kuwekeza kwao na kuendelea pia kuchangia katika maendeleo ya muziki Tanzania na African. Tunamtakia Yami kila laheri katika safari yake mpya muziki, na ataendelea kuwa sehemu ya familia ya African Princess, na mafanikio yake yatabakia kuwa sehemu ya historia yetu, mafanikio ya pamoja. Hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo kwenye tasnia ya burudani imeenda viral zaidi. Lakini kwa upande wa Harmonize na Ibra kutokea Konde Gang Music Worldwide, wanasema ngoma bado mbichi kabisa. Yes, kwenye upande wa michezo, taarifa ambayo iko mjini sasa hivi, kama una kumbukumbu nzuri zaidi kwa wale mashabiki wa Yanga, tunafahamu kwamba Yanga wao kwa namna moja ama nyingine waliamua kwenda kwenye mahakama za usuluhishi kwa ajili ya ile kesi ambayo ilikuwa inahusiana na dabi ambayo ilitakiwa kucheza siku ya wanawake duniani. Ni mchezo namba 184. Sasa taarifa iliyotolewa katika ukurasa wa Yanga, wao wametoa taarifa kwamba hawataweza kushiriki tena katika mchezo ambao umepangwa au utapangwa kuchezwa dhidi ya Simba, mchezo namba 184. Na kwa mujibu wa mahakama ya usuluhishi kasi, wenyewe waliwataka kwamba warudi kwenye mamlaka za ndani za soka ili iweze kusuluhisha jambo lao, lakini kwa Yanga kidogo hii imekuwa tofauti. Sasa kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na klabu ya Yanga, wenyewe katika taarifa yao wametoa taarifa kwa umma na kwa vyombo vya habari. Taarifa hii inasema kwamba taarifa kwa umma ambayo imetoka Mei 5, 2025, yenyewe inasema hivi: uongozi wa Young African Sports Club unapenda pia kutaarifu umma kwamba umepokea majibu kutoka mahakama ya kimataifa ya usuluhishi wa michezo CAS kuhusu kesi ambayo ni kesi namba CAS 2025 mkwaju 11298. Sasa kasi imeelekeza Young African Sports Club kurudi kwa kwanza kwenye kamati ambazo ni za ndani za soka ili kushughulikia kesi yao. Sasa kabla ya kurudi kwao kwa ajili ya hatua za rufaa. Sasa wenyewe Yanga wanasema hivi: lakini kutokana na uonevu, uvunjwaji mkubwa wa kanuni na upendeleo wa dhahiri kwa baadhi ya timu ambazo unaendelea kufanywa na mamlaka za soka Tanzania, uongozi wa Young African Sports Club hauna imani na hauko tayari pia kupeleka shauri lao kwenye mamlaka ambazo zinatenda dhuluma. Lakini nini Yanga wanasema sasa katika taarifa hii? Wanasema hivi: aidha, uongozi wa Young African Sports Club unapenda pia kujulisha umma kwamba msimamo wa klabu yao juu ya mchezo namba 184 wa ligi kuu msimu huu uko pale pale, kwamba hautoshiriki kwenye mchezo huo kwa namna yoyote ile. Sasa wanayanga wote wanatakiwa kuwa tayari kuipambania haki yao kivyovyote vile ili kukomesha dhuluma na uvunjwaji mkubwa wa kanuni unaoendelea kufanywa na mamlaka za soka kwa maslahi mapana ya maendeleo ya soka nchini Tanzania. Sasa taarifa hii, mtazamaji wa Jongo Media TV, taarifa imetolewa na kamati ya utendaji wa Young African Sports Club. Kwa hiyo msimamo wa Yanga uko pale pale kwamba wao hawatacheza mchezo huu, mchezo namba 184. Kama ambavyo pengine mamlaka za soka Tanzania watapanga mchezo huu uchezwe, basi mchezo huu hautachezwa kwa mujibu wa wenyewe Yanga walichokizungumza. Na mtazamaji wa Jongo Media TV, hizo ni update ambazo zimetokea kwa siku ya leo pamoja na siku ya jana. Kazi yangu kubwa ni kukupitisha kwenye update ambazo mimi nakuletea kupitia screen yako, kupitia simu yako ya mkononi. Mimi naitwa Jongo Classic, mtangazaji kutoka Jongo Media TV. Mpaka wakati mwingine, naomba usubscribe channel yetu uwe wa kwanza kupata notification. Ukisha subscribe, bonyeza kengele pale ili uweze kuwa kwanza kabisa kupata notification kwa taarifa zote ambazo zinapatikana hapa kutokea Jongo Media TV. Lakini pia usisahau kutembelea page zetu za Instagram kwa kuandika Jongo Media TZ kwenye Instagram, wakati kwenye TikTok kuandika Jongo Media TZ hivyo hivyo. Mpaka wakati mwingine, kuwa na wakati mzuri zaidi.